Jumapili iliyopita nilisema ukiangalia kitabu na hii Agano la Kale lote, Bwana ilikuwa inaandikwa kwa herufi kubwa tupu. Sio inaanza na herufi kubwa, ilikuwa inaandikwa na herufi kubwa tupu. Ikiwa inamaanisha nini? Naomba usikilize. Maana hapa haijaandikwa. Sasa ukifikiri kwamba kila kitu kimeandikwa hapa, hakijaandikwa. Maana hata kitabu cha nyaraka zile za Yohana anasema kule mwisho kwamba kama mambo ya Yesu yangeandikwa yote, hata dunia isingeliweza kuenea. Kwa hiyo ni mengi hayajaandikwa habari za Yesu Kristo hapa. Na Yesu Kristo ndiye aliyeanza na ndiye anayemaliza. Narudia tena. Yeye Yesu Kristo ndiye aliyeanza kibiblia na yeye ndiye anayekuwa ni mwisho. Ndio maana anaitwa Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, Yesu Kristo. Sasa unisikilize. Kwa nini hii Agano la Kale lilikuwa linamwandika Bwana ambaye hakuandikwa Yesu, lakini utakuta anaandikwa Bwana kwa herufi kubwa zote? Haijaandikwa. Na nikikuuliza una ufunuo gani, hutaniambia. Lakini asubuhi mwalimu amefundisha vizuri, unapokaa kwenye uwepo wa Roho Mtakatifu unafunuliwa hata yale ambayo hayakuandikwa katika Biblia hii. Sasa kwa nini ilikuwa inaandikwa kwa herufi kubwa? Maana yake ni kwamba ni Mungu aliyekuwa katika Agano la Kale, ambaye Mungu huyo anaitwa Neno. Huyu Mungu anayeandikwa kwa herufi kubwa katika Agano la Kale, huyu Mungu anaitwa Neno, ambaye huyu Neno ni Yesu Kristo. Sio naweza kuandika, unisikilize vizuri. Huyu Neno anaitwa Agano Jipya, anaitwa Yesu Kristo. Ndio maana unakuta wenzetu wale manabii walikuwa wakisema neno la Bwana likanijia kusema. Yaani nisipoingia kusema, maana yake alikuwa hasemi. Na lile neno lililokuwa linamjia kusema ilikuwa ni Yesu Kristo, ambaye anaandikwa kwa herufi kubwa kwamba neno la Bwana likanijia kusema. Ni Yesu alikuwa anakuja kusema ndani ya vinywa vya manabii, na pasipo kujiwa walikuwa hawasemi kitu chochote. Ndio maana kuna utofauti wa unabii wa neno lililomjia huyo mtu kusema na neno ambalo halijamjia huyo mtu kusema. Ndipo Biblia inasema kwamba Mungu anasema wanatabiri, wanasema lakini mimi sijasema nao. Nishaje kusema amina? Lakini mimi sijasema nao. Hao ni manabii wa uongo. Maana neno lisipokuja kwa nabii wa kweli hawezi kusema chochote. Okay, ngoja tuangalie tu kidogo nikueleze kitu. Maana nitakuvusha haraka mno. Hebu tuangalie tu kitabu cha Yeremia na kitabu wale waandishi jinsi ni kitu chochote kimoja, lakini ameandika kwa hali ya tofauti kidogo. Wewe soma kokote tu kwenye Yeremia, lakini mimi nasema nisome tu kidogo mahali ambapo utakapoona utofauti huko ninachotaka kukueleza katika unabii wa Yeremia kwamba neno lilikuwa linasemaje. Saba, hebu saba tu, ni maeneo mengi yanataja hilo, lakini tuchukue tu saba, Yeremia 7. Anasema neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema. Yaani hasemi mpaka hilo neno limjie. Na ile Bwana unaiona imeandikwa kwa herufi kubwa tupu, ambapo huyo Bwana tutamkuta Agano Jipya kwamba kumbe alikuwa ni Yesu Kristo. Okay, twende kwa Ezekiel, twende kwenye nabii Ezekiel. Anasemaje yeye zaidi? Yeye zaidi
Anasemaje? Tuchukue tu yote, yako mengi mno. Mimi nachukua kidogo tu kuelewa ninachotaka kusema. Kwenye nani nabii Ezekieli, katika tuangalie ni sehemu zote nyingi tu. 11 mstari wa 14 anasema neno la Bwana likanijia kusema. Neno la Bwana likanijia kusema. Ile Bwana umeiona imeandikwa kwa herufi kubwa. Na huyu anayetajwa hapo ni Yesu Kristo. Huyu neno ni Yesu Kristo. Hebu twende kitabu cha Injili ya Yohana 1:1. Injili ya Yohana 1:1 ili nikupeleke uelewe kwamba hutaabudu kwa hasara mahali hapa. Maana Yesu alisema waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho kweli. Mimi nakuambia hutakusanyika mahali hapa kwa hasara. Twende Yohana 1:1. Anasema hapo mwanzo kulikuwepo na neno, ambaye huyu ndiye alikuwa anakuja kwenye vinywa vya manabii kusema. Hapo mwanzo kulikuwepo na neno. Na ukiangalia Yeremia anasema neno la Bwana likanijia kusema. Kwa hiyo ni Yesu alikuwa anakuja kwa njia ya kimungu kusema na wale watu. Kwa hiyo pasipo Yesu kuja, wale manabii walikuwa hawasemi chochote. Walikuwa wamenyamaza kimya. Mpaka neno litoke lije liingie kinywani mwao ndipo aseme. Kumbe hili neno alikuwa ni Yesu Kristo. Kwa nini? Tunadhibitishiwa katika kitabu cha Injili ya Yohana 1:1 na kuendelea. Anasema hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo ni Mungu huyu Bwana anayetajwa ni Yesu Kristo, ambaye ndani mwake wakati huo, usikilize vizuri, ndani mwake kulikuwa na 100% ya kimungu, sio ya kibinadamu, ya kimungu. Ndiye aliyekuwa anakuja kuingia kwenye vinywa vya manabii ili waseme kitu, aidha kwa ajili ya taifa, aidha kwa ajili ya watu wa Mungu. Pigia Yesu makofi. Wataseme kitu, neno linakuja. Ungeane mkono na mimi. Unaweza ukaona ni kitu kigumu, lakini ni kirahisi kweli kujua kwamba Bwana kibibilia maana yake ni nini na inatuhusuje sisi. Sasa leo hii watu neno halijakuja kinywani, maana sasa hivi sio yeye. Sasa Yesu yuko ambaye amekava, tutamwangalia baadaye, ambaye ni Roho Mtakatifu. Ukiangalia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inasema Roho akasema. Tulitaka twende kule, tukakataliwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akatukatalia. Sema amen. Sema amen. Sasa unisikilize. Kwa hiyo tumejua kwamba lile neno lililokuwa linakuja kuingia kwenye vinywa vya manabii kusema alikuwa ni Yesu Kristo, ambaye kipindi hicho ana 100% wa uungu. Alipokuja duniani ndio maana sasa anaitwa Yesu Kristo, maana ni kuokoa, ni kuokoa. Sasa kuokoa lazima yule Mungu ambaye ni Roho aingie ndani ya mwili, ndani ya mtu. Anapoingia ndani ya mtu anakuwa chotara, anakuwa Mungu 100%, mwanadamu 100%. Nisaidie kusema amina. Unaelewa? Sema amina. Anapokuja sasa hawi neno, anakuwa Yesu anayeokoa. Sasa wakati huo anabeba asili mbili, asili ya mbinguni na asili ya duniani. Kuna mtu mwenye ufahamu ananielewa ninachosema? Okay. Kwa hiyo tumegundua kwamba huyu Yesu mwanzo ni neno lililokuwa linakuja ndani ya vinywa vya manabii kusema habari za nani? Za Mungu. Turudi kwenye Bwana. Maana nilikwambia lazima tufafanushe neno la Mungu. Shida haiko kulisoma, shida haiko kulihubiri, shida iko kwenye kulifafanusha.
kwamba ni Roho Mtakatifu anayekusaidia. Maana zamani neno lisipokuja kusema, manabii walikuwa wanakaa kimya, na wakikorofishana na Mungu, Mungu anakaa kimya, hasemi nao. Yaani wakimkorofisha Mungu, Mungu hasemi nao. Okay, sina muda wa kusoma, utasoma mwenyewe. Wakati Sauli amekorofishana na Mungu, hakusikia tena sauti kutoka kwa Mungu. Sauli, sio Sauli huyu Paulo, Sauli aliyechukuliwa nafasi yake na Daudi. Anasema hakusikia Mungu akisema naye kwa ulimi wala kwa ndoto. Kwa nini mawasiliano yamekatika? Yule mwana alikuwa anakuja ili mseme, wakati huo umekorofishana naye, kwa hiyo wakati huo humsikii. Na kwa kukosa kumsikia Mungu, unaweza ukawa unasikiliza vitu vingine tofauti na sauti kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Ilikuwa shida, ilikuwa ni msiba mkubwa kwa Sauli, kwamba hakuna mahali popote ambapo anamsikia Mungu. Ndipo alipokwenda mpaka kwa waganga wa kienyeji. Ilikuwa zamani ni ndoto, sijui na ulimi, sijui, lakini mawasiliano yakakatika. Sema amina. Sasa tunagundua kwamba kumbe huyu Yesu ndiye anayeandikwa Agano la Kale Bwana wa herufi kubwa tu. Maana ni Mungu asilimia 100. Huwezi kumwandika herufi kubwa alafu uje ndogo. Si Mungu alikuwa asilimia 100, Mungu anayetawala, Mungu Yehova. Bwana Yesu asifiwe. Mungu Yehova ndio maana ndiye aliyekuweko. Lakini kipindi hicho, kwa sababu ya watu kuto kuelewa habari za Mungu, alijitambulisha kwa mifano mingi mno. Alijitambulisha kama nyoka wa shaba. Bwana Yesu asifiwe. Musa anaambiwa tengeneza nyoka wa shaba, mweke juu ya mti, hata hao nyoka wa moto wakiwauma, ambapo inawezekana sisi magonjwa, sisi mapepo, sisi nini, nyinyi mkazane tu kumtazama huyo nyoka aliyewekwa juu ya mti, nyoka wa shaba. Hata ukiumwa na huyu nyoka wa moto, hiyo sumu haitafanya kazi. Kwa nini? Yesu Kristo ndiye alikuwa pale kwenye ule mti, ambaye yeye ni yote katika yote. Yeye anaweza kunyonya sumu zote. Sumu yoyote ile ikikutana na Yesu lazima isalite amri. Wewe kazi yako ni macho kukazana kwenye ile nyoka ya shaba, ambayo ile ilikuwa ni Yesu Kristo. Ndio maana kwenye Injili ya Yohana, kama sio 1 ni 3, anasema kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka wa shaba jangwani, mwana wa Adamu ashakuja yuko duniani, hana budi kuinuliwa ili kila anayemtazama apate kuishi. Mpigie Yesu makofi. Kazi yako ni kutazama ile nyoka ya shaba, ambapo sasa ilikuwa ni mfano, sasa ni uhalisia wa Yesu. Mpigie Yesu makofi. Ugonjwa unapotazama Yesu na kumwamini pale msalabani, ugonjwa hauwi na nguvu kwako. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Kwa hiyo amebeba majukumu mawili. Ndio maana Yesu ni ajabu. Alibeba majukumu ya mbinguni kiuhalisia, akabeba majukumu ya duniani kiuhalisia. Majukumu ya duniani ni mimi na wewe. Majukumu ya mbinguni ni kuiwakilisha mbingu, kwamba mimi ndiye nilikuwa neno kule mbinguni, ndiye nilikuwa ninakuja kuingia kwenye vinywa vya manabii. Pigie Yesu makofi. Tulione hilo. Twende kwenye maandiko. Wafilipi 2. Twende kwenye Wafilipi 2. Twende kwenye Wafilipi 2. Hata leo sitaki kusomewa, mpaka nisome tu. Kama nitakwambia soma tu. Biblia inasema hivi, mstari wa 8, 2:8 Wafilipi. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu. Sikiliza vizuri. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Hata alipoonekana kwamba ana umbo kama mwanadamu, ashatoka mbinguni, anakuja
kumwakilisha Mungu katika utawala wa hapa duniani. Maana hakuna aliyeonekana kuwakilisha utawala wa Mungu hapa duniani, ni Yesu mwenyewe. Anasema sasa alipoonekana mwanadamu kama wewe, mwanadamu kama mimi, anakula, anatembea, magonjwa ndio hayakumpata tu. Maana uwezi yule alivikwa mwili usiopatwa na magonjwa. Mimi nakutangazia hata wewe unaweza kuvikwa mwili huo, magonjwa yakapita pembeni. Pigia Yesu makofi. Hatujasikia Petro alikufa kwa malaria, Petro alikufa kwa corona, bali alivikwa ule mwili ambao hatujasikia walilaza hospitali. Hebu mpe Yesu makofi. Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Aliyetenda anaweza kutenda hata kwako. Kinachotakiwa ni kutii. Alikuwa mtii na mnyenyekevu, japo alikuwa ameuvaa mwili wa kibinadamu. Kilichomsaidia ni kuwa mtii na mnyenyekevu. Biblia inasema Mungu akamwadhimisha mno. Haleluya! Mungu akamwadhimisha mno. Hata wewe ndiye Yesu alivaa mwili wako. Kwa hiyo hata wewe unaweza kuadhimishwa mno ukiwa mtii na mnyenyekevu. Hata unaweza kupewa jina lipitalo majina yote. Haleluya! Sikiliza nikusomee mpendwa, acha kutumia akili zako hazitafaa kitu. Nisikie neno kutoka kwa Bwana. Anasema hivi: kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo majina yote. Mstari wa 10, ili kwa jina la Yesu Kristo, kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. 11. Sasa hapo ndipo ujumbe wangu nilikuwa nimekuambia, anaitwa Bwana. Kule alikuwa anaitwa Bwana kwa herufi kubwa. 11 inasema, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Ni Bwana mbinguni, ni Bwana duniani, ni Bwana anamiliki duniani na mbinguni, kwa utukufu wa nani? Wa Mungu Baba. Nisaidie kusema amen, usikodelee. Hebu Yesu huyu Bwana makofi mazuri. Akakirimiwa jina lile lipitalo majina yote. Kama kuna magonjwa yana majina, lakini yanapitwa na jina la Yesu. Kama kuna mapepo yana majina, lakini yanapitwa na jina la Yesu. Roho shaka. Sikiliza, kila goti na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Bwana maana yake ni mtawala. Yeye ndiye anayetawala maisha yangu. Sio magonjwa yatawale maisha yangu, bali Yesu Bwana atawale maisha yako, atawale maisha yangu. Piga makofi kwa Yehova. Nini Bwana wako kwenye maisha yako? Magonjwa. Magonjwa yanatakiwa yapige goti. Sema amen. Yapige goti kwa Yesu. Mapepo yapige magoti kwa Yesu. Wafalme wa duniani wapige goti kwa Yesu. Muhammad apige goti kwa Yesu. Papa apige goti kwa Yesu. Alia Bikira apige goti kwa Yesu. Wakulini ukiri ya kwamba Yesu ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Hebu mtu mmoja mshangilie Yesu. Nafikiri umenielewa. Nilikuwa na kuchomoa kule huko kwenye Agano la Kale ili kulete ujue kwamba huyu Yesu ndiye. Nina imani Biblia yako imeandika kwa herufi kubwa ile, Yesu ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu. Ndio yule. Neno likalijia kutoka kwa Bwana kusema yule Bwana alikuwa ni Yesu Kristo. Lakini sasa amuokoe nani kipindi hicho? Alikuwa hajadhihirishwa. Asubuhi tumefundishwa muda na majira na wakati ulipowadia, Mungu alileta duniani ili kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Wewe ulioko mahali hapa, shetani asikuogopeshe. Shetani sio Bwana wako. Yesu ndiye Bwana wako. Yesu ndiye mtawala wako. Piga makofi na vigelegele. Awe mtawala kwenye ndoa yako, awe mtawala kwenye ujana wako, awe mtawala kazini kwako. Haleluya, haleluya. Unapiga goti kwa nani?
Unapiga goti kwa nani? Mungu alimwadhimisha mno, alafu yeye sasa anawakilisha mbinguni. Ni neno kule ni neno lililo hai, neno la Mungu duniani. Akija yeye ni mwokozi wa ulimwengu. Pigia Yesu makofi. Yeye ni mwokozi wa ulimwengu. Anaweza kukuokoa kwenye mateso unayoyapitia, anaweza kukuokoa kwenye kilio unachokipitia. Sikiliza brother, sister, anaweza kukuokoa. Neno la Mungu ni kweli. Amina, amina. Baya kupeleka mahali pengine kidogo kuhusu huyu Yesu. Mimi napenda habari za Yesu mimi, kuhusu huyu Yesu. Hebu twende kitabu cha sasa, unisikilize. Ndio maana Yesu kuna neno linalotajwa ambalo wengi hatujalijua, mpaka watumishi wa Mungu wa ngazi za juu, mpaka hao unaofikiria kwamba ni watumishi. Maana neno linakuja kwa ufunuo, ili unitafsirie. Maana maneno yote kwenye Biblia ni misamiati. Kuna mahali alisema haiwezekani kuwatumikia mabwana wawili. Tusome Mathayo 6. Wewe shika maiki nikuruhusu unisomee nipumue kidogo. Mathayo 6:24. Maandiko yanasema, Mathayo sura ya 6 mstari wa 24, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kutumikia Mungu na mali. Sawa, haiwezekani kuwatumikia mabwana wawili. Ni rahisi Agano la Kale mume kuoa wake wengi, lakini si rahisi mke kuolewa na mabwana wawili. Haijatokea. Nisikilize brother, haijatokea mke kuolewa na mabwana wawili. Hapo utaleta ugomvi usioshikika. Kuna mtu anacheka hapo. Yaani wewe na mimi tushare Florence. Haiwezekani. Utaleta ugomvi. Hakuna mtu anayeweza kutumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Na tumegundua Yesu kwetu sisi ndio Bwana. Amina. Yesu kwetu sisi ndiye Bwana. Kwa hiyo anapoona una bwana mwingine uliye naye, unaleta ugomvi, unamgombanisha Yesu na wewe bwana uliye naye. Yaani Yesu anapokuona una bwana mwingine, Flora kamwona na bwana mwingine, mikono hii imetakaswa kwa kuombea watu, lakini iwe neema ya Mungu, maana ugomvi utatokea. Inawezekana roho akakaa pembeni tukaanza kupambana. Maana hakuruhusu mwanamke akae na mabwana wawili. Hamna. Na kanisa ni mke wa nini? Wa Yesu. Umenielewa? Kama Israeli alivyokuwa ni mke wa Mungu, tena anaitwa bikira, na kanisa, Biblia inasema kanisa lisilokuwa na kunyanzi, ambalo hilo ni mke wa nani? Wa Yesu, ambaye Yesu ndiye nini? Bwana wa kanisa. Yesu ndiye Bwana wa kanisa. Kwa hiyo anapokuona una mume mwingine, anapokuona una bwana mwingine, tumesema bwana maana yake utawala. Mwambie mwenzio unatawaliwa na nini? Mwambie wewe kumbuka ni mali ya Yesu. Mwambie kumbuka ni mali ya Yesu. Mwambie kumbuka ni mke wa Yesu. Sasa wale wageni wasije wakainua ngumi hapa. Mimi pia ni mke wa Yesu. Nisikuambie wewe tu, utaniambia wewe mbona ukusema wewe ni mke wa Yesu, na mimi pia ni mke wa Yesu. Sasa Yesu anaponiona ninakuwa na waume wengine, ninakuwa na mabwana wengine, hapo lazima ugomvi utokee. Aidha atamwacha huyu na kwenda na huyu.
Na wasaraji tuko pamoja. Aidha atamwacha huyu atadili na huyu, maana wakiwa pamoja hapo ugomvi utatokea. Ujumbe kweli umetoka kwa Bwana. Sijaona anayelala. Hata huyo nafikiri anasoma Biblia si halali. Hebu mchapie huyu mwamba makofi. Anasema huwezi kutumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Na ikiwa ni hivyo utamwacha huyu na kwenda na huyu. Unasema utasepa na huyu. Hebu angalia maisha yako yametawaliwa na nini? Maana achana na kwamba eti Flora au mke wako wewe ndio akina Zeki bachelor wao hawana shida. Tena unajua wewe unapambana na nguvu moja tu. Nguvu yako mwenyewe tu unapambana, ndio maana hata ukirua wako unatakiwa uzidi wa kwangu. Mimi naweza kupambana na nguvu tatu. Nguvu ya mke, nguvu ya watoto, nguvu ya kanisa, na mimi mwenyewe nguvu 4 zote nipambane nazo. Alafu wewe unasema nini? Mimi nipambane na nguvu zote 4. Lakini kijana anapambana na nini? Tungesema na tumbo lake tu. Alafu hata tumbo lenyewe linampa shida, matatizo. Unajua tumbo linaweza kuwa bwana pia. Alafu liko moja. Je, wakiwa wawili sio sasa? Yaani mtashindwa Yesu kwa Bwana, utamwambia basi niache tu. Sikiliza. Kazi yako inaweza kuwa Bwana. Kazi yako inaweza kuwa Bwana. Nafasi gani unayompa huyo Bwana kwenye maisha yako? Ni nafasi ya kazi au nafasi ya Yesu? Maana kila kinachokuwa ndicho kinaongoza kwako, hicho ndiye Bwana wako. Bwana maana yake ni mtawala. Bwana maana yake anakuwa juu yako. Ndio maana roho Bwana anatakiwa awe juu yetu. Yaani maana yake vingine vyote viwe chini, awe juu yetu. Mtapokea roho akisha kuajilia juu yetu, sio chini. Akiwa chini sio mtawala. Lakini akiwa juu ni mtawala, maana yake juu. Hata nikapigana na huyo anayechukua video hapa, kameraman, tuwapigana nikamwangusha chini, nikaja juu, mimi ndiye nina nguvu, nitamtwanga kweli kweli mpaka labda anipindue. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, Yesu awe juu ya kazi zako, juu ya ndoa yako, juu ya familia yako, juu ya pesa zako. Wengine pesa ndio Bwana. Hapo nimegusa pabaya. Wewe utaniambiaje? Kwani Yuda pesa si ilipo Bwana kwake? Mwambie mwenzio usiwe Yuda. Alikuwa na Yesu lakini hakuwa na Yesu awe Bwana. Akaona ule mfuko ndio uwe Bwana. Na Mungu shetani akapitia hapo kwenye mawazo yake kwamba huyu anapenda pesa. Yaani anatembea na Yesu lakini Yesu moyoni mwake sio Bwana. Lakini pesa ndio alikuwa Bwana. Na yule pesa akammiliki, akamtawala, akaenda kumuoa. Mwambie mwenzio pesa hapo napo umeshapona. Mwambie ushapona. Tazama kuna kisima kiko hapo. Nina mtu niliyemchangisha hela. Ulijuaje nimeletaje hizo tiles? Nimeletaje hizo simenti? Kwa sababu hela hainitawali, ninaitawala. Sikukupigia simu. Alex nilikwambia lete hela. Sasa bado kuna hela ya fundi sijui ni 1.5 sijui itakuwa 200 Jumanne aanze kazi. Na ukishindwa kwa sababu pesa itawala na ninayo nitatoa. Sio lazima nikuchangie kwa sababu ninajua baraka ninazopokea kwa Mungu. Ninajua Yesu alivyo Bwana kwenye maisha yangu. Ninajua Yesu alivyo Bwana kwenye pesa yangu. Ninajua Yesu alivyo Bwana kwenye nini kwenye nafasi yangu ambayo ya kumtumikia. Ninajua. Unakuta mtu mmoja anakuambia chukua 500 hizo. Umelipa, unashangaa mwenyewe. Umelipa, nimekupa. Kumbe nani aliyekupa? Ni Yesu. Maana Yesu ndiye Bwana wa wote wenye mwili. Pigia Yesu makofi. Ni Bwana wa wachawi, ni Bwana wa waganga. Hata mganga akikuletea pesa, chukua, maana yeye ni Bwana wa wote wenye mwili. Kama ni Bwana, anaweza kuamrisha wewe mganga peleka pesa kwa Mbwambo. Nikija nazimwambia lete. Sijui za mapepo. Hakuna pesa za mapepo.
Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Pigia Yesu makofi. Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, sio mali ya shetani, ni mali ya Bwana. Gonga. Yes. Mnamhalalisha shetani tu kwa kuto kumwelewa Yesu mamlaka aliyonayo. Mnamhalalisha shetani. Mimi simhalalishi shetani. Simhalalishi shetani. Nakwambia kamwe sitamhalalisha shetani. Ninaye Bwana wa vita. Sema amina. Sema amina. Huwezi kuwatumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Utamwacha huyu na kuendelea na huyu. Okay. Ezekiel, samahani mwanangu. Sio kama tulia. Au niulize watu watatu wanne. Ndio sitapigwa mawe. Lakini nikauliza mmoja atanipiga mawe kwa chona nachotaka kusema. Joshua. Nilimtaja huko. Hao wawili sawa. Mchomoe mtu mwingine wapi? Mchomoe kule. Lea. Kule nimechomoa wawili. Nichomoe. Au nijichomoe na mimi hapa. Nataka kusema jambo zuri tu. Nimchomoe na nini? Na Matias. Shemasi. Kule nimechukua hapa nimechukua, kwa hiyo kote nimechukua. Sasa niseme hivi. Ulipokuwa umepewa hiyo kazi, uliuliza kwamba wewe utakuwa bwana au mimi nitakuwa bwana? Wewe kutumikia mabwana wawili? Utamwacha huyu na kuambatana na nini? Ulipokuwa umepewa pesa fulani, ulimuuliza Bwana kwamba hii pesa umenipa kwa kusudi gani? Ili isije nikawa bwana, bado mimi niwe bwana. Na Joseph naye anaangalia chini anasikini nitamponja hata wewe. Uliuliza kazi kwamba wewe kazi, unisikilize. Mimi ndiye nitakuwa bwana wako. Unajua maneno yana nguvu, si ndio? Si Mungu aliumba dunia kwa neno? Alitamka kwa vitu visivyokuwepo vikawepo. Maana yake kama hujaitamkia, lazima hiyo itakuwa ni bwana. Sasa kati ya hiyo kazi Bwana na Bwana Yesu, nani mtawabadilisha? Sio usifanye kazi. Sijakwambia usifanye kazi. Na hili neno linalosema huwezi kumtumikia nani? Mungu na nini? Na mali. Hajasema na kazi. Amesema na nini? Na mali. Hoja tuende. Maana nataka nikupeleke ujue kwamba leo sijaabudu kwa hasara. Turudi kwenye mali kibiblia. Huwezi kumtumikia Mungu na mali. Twende kwenye kitabu cha Mithali. Mithali 3. Utasoma haraka ushafika Mstari wa 9. Mithali 3 mstari wa 9 unasema, Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Ndipo hala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Anasema hiyo kwamba anasema ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na vyombo vyako vitafurika divai mpya. Mheshimu Bwana. Ile Bwana inaandikwa kwa herufi gani? Bwana mimi ndio mfunuo ndio wa kutembea na Bwana tu herufi kubwa. Hizi kwenye simu nazo zinasema. Bwana imeandikwa mheshimu Bwana. Imeandikwa kwa herufi ndogo. Nimekwambia Bwana ni Yesu. Huyu ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huyu ambaye unayesema ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sulemani anasema mheshimu Bwana kwa mali zako na kwa malimbuko. Kule anasema huwezi kumtumikia Mungu na nini? Mali. Sio kwamba mali haitakiwi uwe nazo. Lakini je, zinamheshimu Mungu?
Mimi nafikiri hili neno limetoka kwa Bwana. Amen. Je, hizo mali zako zinamheshimu Mungu? Mheshimu Mungu kwa mali zako ni mheshimu Bwana kwa mali zako ni. Ndipo mali zako zitajaa nini? Itaingia. Tunatembea sasa, tunakwenda mstari kwa mstari. Tumetoka kwamba huwezi kutumikia mabwana wawili, huwezi kutumikia mali na nani? Na Mungu. Tumehidikishiwa Sulemani alivyokuwa tajiri mkubwa kuliko matajiri wote duniani, na anakuambia hakuna atakaye kuwepo duniani zaidi ya Sulemani. Anasema kikubwa ni kumheshimu Bwana kwa mali zako. Mali zako zikiwa Bwana hazitamheshimu Mungu. Mali zako zikiwa Bwana hazitamheshimu Mungu. Mwambie mwenzio, mali isiwe Bwana kwenye maisha yako. Mshike kwenye bega, fuata maelekezo. Mheshimu Bwana kwa mali zako. Sijui Mungu hajazi tele. Tumesikia Mungu ni wa utele. Mbona mimi sijakuwa tele? Sikilize. Hata hiyo afya ulio nayo ni utele tu. Hata hiyo pumzi kuiacha kwako ni utele tu. Maana hata akitaka kuchukua hakai kikao na mtu. Hakai kikao na mtu kwamba eti tujadiliane niichukue ya Esther au nisiichukue. Yeye anaichukua pasipo kikao chochote. Sema amina. Hiyo ni ofa pia, sio ofa. Leo asubuhi tunaamka tu na mke wangu. Taarifa ya kwanza, kuna mama mmoja ambaye katika holiness hatujawahi kuona mama mnene kama huyu. Nafikiri yule mama anafikia kilo 100 na ngapi sijui. Maana yake viti hivi anapangiwa vitatu. Hivi hapa anapangiwa vitatu. Na kupanda kitandani ni shida. Inawezekana analala chini kwenye magodoro. Kitandani. Na alikuwa ni mchungaji. Sema amen. Asubuhi ya leo tumeambiwa jana usiku kakata. Na mwili lake lote halikuweza kuzuia mauti. Sasa hofu iko bwana. Kimweli pumzi ipo. Basi huo ni muujiza mkubwa. Maana hizo mali unazozitaka hata sasa ile maiti akaletewa hizo mali alizoziacha, hakuna faida yoyote. Ile imeshaitwa maiti. Haiwezi kuamka kusema kwamba hii mali itakuwa na faida yoyote kwake. Hamna. Hata upelekee pesa, upelekee na dhahabu, upelekee na tanzanite, haimsaidii lolote. Hiyo ofa ya pumzi kuona wewe, pia hiyo ni ofa kubwa. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Tunakwenda jioni kwa sababu pumzi bado ipo. Moja itoke. Nasikia tumpeleke unaimbiwa. Tuonane paradiso. Wala yeye hafikiri kwamba tuonane. Ni nyinyi wenyewe mnalifariki. Tuonane paradiso. Tukutane siku na mapambio mengi. Jamaa, pumzi ya Mungu amechukua. Maana yeye ndiye aliyefunga hiyo pumzi akafanya usi. Akitaka kuchukua hana kikao anachokaa na mtu. Sasa mheshimu Bwana na mali zako. Maana kuna walikuwa na mali lakini hawapo. Hiyo mali haiwezi kuzuia hiyo pumzi. Daktari hawezi kuzuia hiyo pumzi. Mabula tunaelewana? Kama ingekuwa inazuia hiyo pumzi. Yani sikiliza, asubuhi ile mhubiri ni ajabu. Kifo kinampata mtu yoyote. Awe ni tajiri, awe ni maskini, awe ameokoka, hajaokoka, kifo kiko pale pale. Amina. Mimi nimesema na Mungu wangu. Nilibakiza kusema na Flora kwamba sasa shetani uniache. Kile Mungu anachotaka nikifanye. Nimedi pesa ninayo. Nifanye mapema, maana mimi kwangu mimi naona kama kanisa kanataka kuingia. Wewe ambaye una miaka 20, ambaye hujaambiwa utamudu kwa utakaa kwa muda gani, wewe ndio unajipa matumaini kama kina Mabula, kama kina Ezekieli. Lakini mpendo mimi ambaye niko kwenye 60 na huko, mimi Bwana kile Mungu anachoniambia, wacha nitoe, nitengeneze njia yangu mapema. Wewe ujiendie Mungu kwa sababu bado unafikiri una maisha.
Sana Maboya alisema wewe una miaka 60, una miaka 50, bado unamuibia Mungu. Yaani unajui kwamba unaenda kwake, unakwenda kwa yeye uliyemuibia. Acha ujinga. Na huyu naye kijana anasema ni mimi nitakaa sana. Haya, kama kikao kitakaliwa kwamba wewe ni kijana tukae sana. Tukae kwamba ukae kidogo. Huyu mwenyewe Mungu akitaka na mtu anaichukua kumkafa. Tuwe na akili. Yesu awe ni Bwana. Bwana wa majeshi tunaye. Bwana wa majeshi tunaye. Tunaye Bwana. Tunaye Bwana. Anatulinda. Katuokoa. Yani katika vitu shetani alivyofanikiwa kutupiga hapa. Nikuta kutambua Yesu ni nani kwenye maisha yako. Hapa. Na wala hivi nikasema hana haya makuku tunaletewa ya kula haya ya wiki 3. Achana nao uwe na akili. Wewe kuku mwenyewe, unafikiri kile kilichoko pale ndicho kitakachoathiri maisha yako? Tunakula mboga za majani ili tupate virutubisho vinayotokana na mboga za majani. Unakula ule kuku upate virutubisho gani? Kama si akili mgando tu, mgando. Ile neno limetoka kwa Bwana. Mnatengenezea sumu mnakula, na wewe unatengenezea watu sumu. Ni sawa mtu anauza bongo lakini hanywi bongo. Na wewe unafuga hayo makuku na wewe ule. Lakini sasa kwa sababu umekuwa maiti na wewe unatafuna tu. Hela ndio msaliti Yesu. Na ndio muoa Yuda. Wala fikiri kama ni mchezo, ndio iliyoleta mauti kwa Yuda. Wewe ndekezana na pesa tu. Pesa isipokuwa na Bwana inakuletea mauti. Pesa isipokuwa na Bwana inakuletea mauti. Nisikilize, ninamjua huyu Mungu, ninamjua huyu Yesu. Na amenipa akili ya kupambanua. Mbona mlipo mnaleta na tena tafadhali usialete yale mapepo hapa hata kwenye sherehe zenu. Kule mwenyewe huko. Siniulie watu wangu hapa. Nenda peleka kwenye vipimo vya madaktari ikapimwe. Wewe acha kitu moto kitu gani? Mimi nimekuambia hivi, uko ambaye anabebwa kutoka Kibaha, amekaa kwenye pickup, umepo wote harufu yuko tu. Sasa wewe unabumia tu. Mimi nakwambia ningekuwa rais wa Tanzania, vitu ningepiga marufuku na ningepiga marufuku ndio anatufanya tuwe mazezeka. Alafu Biblia inasema Mungu amekuja kutupa akili. Hiyo akili sio ya kujua kwamba hiki ni ile, hiki ni kile. Na walokole hizi na wachungaji naona mpaka wanatafuta mifupa. Nikasema Mungu. Mimi nitakuwa mimi, sitakuwa wewe. Na ukinifananisha unafanya makosa. Unafanya makosa bwana. Unafanya makosa. Sana na wewe mwenyewe usinifananishe na mimi. Swala la kwamba pesa gani? Pesa watu wanakufa hawana akili. Tutazaliwa watu wana PhD lakini akili hawana. Kule bungeni akili hawana. Kwa sababu gani? Ya mikuku wanakula mpaka mifupa. Wala sikini mkubwa na ule kula mataka hayo. Sema amina. Hebu chakula kisiwe bwana kwa bora bungia tu. Na maskini hakuna mtu mbaya, hakuna mtu anaishi maisha magumu kama maskini. Maskini kwa sababu hali vitu anavyotaka kula. Chochote anachokiona yeye anabumia. Mwambie mwenzio pinga umaskini. Ule vitu unavyojiamulia. Sio ule vitu kwa sababu ya shida. Naye makuku mnakula kwa sababu ya shida. Ujumbe urushe kote duniani. Mikuku hii ni wazungu wanatutengenezea tuwe mazezeka kama yale makuku. Ili waje watuchukulie nchi yetu kirahisi.
kwa mkuu wa nchi, ili vitu visivyosaidia aweze kuvisitisha. Unasema asitisha na kitimoto, wewe mwenyewe unafikiri kwamba shetani aliona wivu tu. Mimi nasemea vitu ambavyo ni teknolojia. Ndio alikuwepo tangu zamani. Ndio makuku ya kisasa yalikuwepo tangu zamani. Si teknolojia ya kukuoa. Maarifa. Eti pesa uipate kwa wiki tatu. Wewe vipi wewe? Utuue kwa sababu unapata pesa. Kama serikali inaweza kukataza bongo na bangi, pia ikataze na haya makuku. Mimi ndiye nimepewa ufunuo. Wewe hujapewa, usiseme. Mimi ndiye nimepewa na nitausema kwa gharama zote. Kama ni biashara yako ife kwa jina la Yesu. Mungu atakupa biashara nyingine. Tuliacha mirungi na kule mirungi ilikuwa inalipa kwetu. Serikali imeikata yote na watu bado wanaishi. Watu walijenga majumba, walinunua magari na mirungi. Mirungi imekatwa yote lakini bado watu wanaishi. Mayai. Safadhali mayai. Zile yale magari yanataga mayai. Haya ya siku tano yanataga mayai. Safadhali mayai kidogo. Lakini haya ya siku nini ya wiki ngapi? Ngoja nisikilize. Kama haya mabroya yanataga mayai na yai lake usiku. Ni nini nakuambia na ni neno kutoka kwa Bwana. Haiwezekani tuwe na akili lakini tusijue vitu vya kula na vitu visivyo vya kula. Si kila kitu kifaacho kula. Lakini leo walikuwa na mifupa. Kuku wa kienyeji ukimpika kule nyumbani anayekula wadudu na majani. Ukimpika unasikia harufu huko. Mchuzi unausikiliza harufu huko. Unasema huyu ni kuku. Huyu ni uumbaji wa Mungu. Achana na mambo yaliyotengenezwa kwa akili za kibinadamu. Piga Yesu makofi. Unasikia huyu ni uumbaji wa Mungu. Huyu ni kuku wa Mungu. Ng'ombe wa kule nyumbani akipikwa, wewe mwenyewe unasikia harufu nzuri. Piga hapa. Yesu amekuja kuharibu vingine, biashara zingine aliharibu. Kama unapenda kutembea na mabwana wawili, utamwacha Yesu, tembea na hiyo. Hili ni neno kutoka kwa Bwana na lina ukweli. Eti kama sio tu lakini walokole. Hiyo akili Yesu aliyosema nimekuja kuwapa akili. Maana akili mara kwanza ilipokea. Kama Mungu akakwambia usile kitimoto kuacha. Lakini umuulize kwa nini? Mimi nimemuuliza kwa nini, nikaambiwa kuku anatakiwa kutoka Kibaha kwenye pika. Kuku harufu. Unamtoa kwenye banda mpaka umsukume hivi toka. Ni zezeta. Tutakuwa na watoto zezeta, mawaziri zezeta, wabunge zezeta, piga makofi na vigelegele, mainjinia zezeta. Watu walisukume hivi. Angalia Bwana. Angalia wewe. Wewe unaiwakilisha mbingu kupitia Yesu. Watu wanataka waone mfano wako. Watu wanataka wajifunze habari za Mungu kupitia wewe, habari za uumbaji kupitia wewe. Yesu asifiwe. Nakwenda kumaliza. Somo litaendelea. Lakini ngoja tumalizie hivi. Hebu soma kitabu cha Luka. Tuunganishe na hiyo uweze kutumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Kitabu cha Luka. Tukite hapo maana tumemshakatazwa kwamba huwezi kutumikia mali na Mungu. Mheshimu Bwana kwa mali yako na malimbuko ya nini ya mazao yako. Ndipo ghala zitakazokuwa zimejazwa na huyu Mungu. Unajua shida yetu tunatumia akili zetu sana. Nimesoma, nina vidigrii. Mimi namjua yule Msukuma ameshishia la 7 anasema hivi ni hao madigrii yenu hayawafai. Wewe hakuna mpaka makumu.
Hayo madigrii hayafai. Sema nini? Kosa digrii za chuo kikuu, lakini uwe na digrii za kimungu. Mbingu itambue una digrii ngapi. Mbingu itambue una PhD ngapi. Piga Yesu makofi na vigelegele. Hizo ndio PhD zinaweza kukutambulisha kujua mema na mabaya. Mema na mabaya gonga. Hizo digrii zinazokupa kutambua mema na mabaya. Hiki nifanye, hiki nisifanye. Hiki nile, hiki nisile. Allah siogopi. Peleka kokote huko. Alafu mtume kwenye comment. Tume kwenye mitandao. Roho Mtakatifu atawajibu wala sikujibu. Mungu atakujibu. Soma Luka 16:13. Luka 16 mstari wa 13 maandiko yanasema, hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu neno la Mungu limethibitika. Mathayo anatamka hivyo, Luka anatamka hivyo. Kwa hiyo wewe kula kwa kukosa ufahamu kwako, kula. Kwani Mungu aliposema nimekuwekea mbele yako ujinga na werevu, chagua. Nimekuwekea mauti na nini na uzima, chagua. Nimekuwekea baraka na laana, chagua. Kumheshimu Mungu na mali zako. Some kwenye kitabu cha Malaki. Tuone kwenye Malaki mara moja. Malaki 2. Malaki sura ya 2. Kwanza sura ya kwanza mstari wa 6 tu. Malaki sura ya kwanza. Alafu tutakwenda ile 2. Mstari wa 6, maandiko yanasema, mwana humheshimu baba yake. Mwana humheshimu baba yake. Na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Kama mimi ni baba yenu. Amesema mheshimu Bwana kwa mali zako. Kama mimi ni baba, heshima yangu iko wapi? Anasema, na kama mimi ni bwana wenu, kichwa changu ki wapi? Bwana wa majeshi awauliza ninyi, enyi makuhani, mnaolidharau jina langu. Nani mwasema tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? Basi tulia. Sikiliza, na itafuta ile Bwana. Anasema Bwana wa majeshi awauliza ninyi makuhani, mnaolidharau jina langu. Nanyi mwasema tumekudharau jina lako kwa jinsi gani? Majibu ya jeuri. Kama mimi ni baba, kama mimi ni bwana, heshima yangu iko wapi? Heshima yangu iko wapi? Anawauliza enyi makuhani. Utaniambia anakuuliza Bwana. Mimi nimekuwa wa kwanza Tanzania nzima. Jibu lipo. Wewe umekuwa wangapi kwenye kanisa lako? Na nitakwenda kufanya research hata ya research ya nani inafaa ya fungu la 10. Kimya. Na mimi naomba iwe kimya ile. Kimya nayo ni jibu. Soma mstari wa nani sura ya 2 mstari wa 1. Malaki sura ya 2 mstari wa 1, maandiko yanasema, na sasa enyi makuhani, amri hii inawahusu ninyi. Amri hii inawahusu ninyi? Mstari wa 2. Hii ya kumdharau Mungu inatuhusu nini? Sisi. Anasema kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kuingia moyoni. Kama hamtaki, maana anajua mwanadamu anaweza akakataa. Kwani wangapi mnaokataa hata kutoa zaka? Kama hamtaki kusikia. Anasema na kama hamtaki kuingia moyoni. Na kama hamtaki kufanya kutia moyoni. Ili kumtukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi. Ili jina la Mungu litukuzwe. Anasema basi nitawapelekeeni laana.
Sasa mimi nilikuwa nitawapelekeni nini? Nasema basi nitawapelekeni la. Nani anayesema hivi? Bwana. Nani anayesema hivi? Bwana. Nani nitawapelekeni nini? Laana. Ili laana ni mtu aliyefanikiwa. Laana ni mtu aliyefanikiwa. Kwa maana tunayumba tu. Yaani mtu akiwa na milioni 2 3 anafikiri eti ni tajiri. Asema nani nitawapelekeni nini? Laana. Nani? Bwana. Kwa sababu hamuniheshimu. Kwa nini? Kwa mali zenu. Mimi kama baba, mimi kama bwana, heshima yangu iko wapi? Alafu ukisikia neno kama hili unataka kukata hii karatasi, unataka kuichana, ichane tu. Ichane na wewe uchane. Unafikiri Mungu akitaka kwamba upone, unafikiri anakuja kwa njia rahisi? Kuna wale walimwambia siku nani wale, maneno yako yanatuchosha. Haya, nenda tafute maneno mengine. Petro akasema hatuwezi kwenda kokote, maana maneno kama yako Yesu hatuwezi kuyapata kokote. Alikuwa ni mtu amechunguza. Haya, mnasema eti amri hii inawahusu nini? Nani? Inawahusu nani? Inawahusu nani? Makuhani. Inawahusu nani? Inawahusu nani? Inawahusu nani? Inawahusu nani? Makuhani ni nani? Maana hapo kuna wale kusema mbongo ndio kuhani. Mimi nimepewa kuwasimamia makuhani. Amen. Maana katikati ya watu wengi lazima wawe kiongozi. Hata Samia Suluhu asipokuwa kiongozi tunachagua mwingine akiongoze. Sio kama yeye ndiye ana akili. Hata wewe ni kuhani. Nikiondoka wewe unaweza kuwa kuhani. Sema amina, mpige Yesu makofi. Anasema nami kazi yangu baraka zenu. Tulia. Yaani vile unazofikiri ni baraka. Maana ukishakuwa na kagari, ukishakuwa sijui na kabaskeli, ukishakuwa na visenti, tena wenyewe vimeganda tu huko nini? Huko benki, havitoki. Havina faida yoyote na Mungu. Asema nitazilani baraka zenu. Sikiliza, baraka zenu. Yaani maana kitu kisichohusisha Mungu, sio cha Mungu. Hizo unazofikiri ni baraka, lakini hazihusiani na Mungu. Mungu anasema hivi, atazilani baraka zetu. Si amesema atazilani baraka zetu? Yaani ni baraka, wao ukifikiri ni baraka, lakini zisizomshirikisha Mungu, zisizohusiana na Mungu, hilo baraka Mungu anasema atazilani. Sasa kumbe tunaweza tukawa tunatembea huko, tunatembea na laana, tunatembea na milaana. Shetani, toka kwa jina la Yesu. Laana nayo siuambie toka kwa jina la Yesu. Hiyo jeuri ya kuto kumheshimu Mungu, yaani leo tushughulikie. Sasa hivi namaliza ni saa 8, wala siendi kwenye saa 8:30 wala nini. Tushughulikie. Hili ni neno limekuja kutoka kwa Bwana, ni neno la ufunuo, rema. Endelea kidogo. Anasema nao nimekwisha kuzilani kwa sababu ameniatia haya moyoni. Nimekwisha kuzilani kwa sababu ameniatia haya nini? Moyoni. Kwani ukiwapa hapo kisi, kuna watu wanasema hivi, mchungaji ana ujumbe mwingine. Sina. Shetani anasema usibadilishe ujumbe, si ubadilishe. Si umalize, si malize. Kwa shetani si anakaa ndani ya mtu kama Mungu anavyokaa ndani yetu na shetani ndani yetu. Lakini wewe una shetani, pigie Yesu. Hata mimi sina shetani. Lakini kwa nini usimheshimu Mungu na mali zako?
Alafu nakwambia wasiotoa ni wajeuri. Kama mtu asioweza kutoa hata fungu la 10, hata ukilo wake ni mdogo. Yaani katika watu wanaopata shida ni wale watu ambao wameshikilia kitu chao lakini sio cha Mungu. Wanapata shida hata kwenye ibada, hawafurahii ibada. Hawafurahii ibada. Hebu mchapie huyo mama. Ronga wanangu. Naona mnanong'onezana. Ndio maana natakiwa ukae na mtu na mkeo mnong'onezana. Mmenifurahisha sana. Mungu awabariki. Kama kuna laana na itafutia kwa jina la Yesu. Kwa nyinyi wawili tu. Iondoke kwa jina la Yesu. Maana kuna kitu Mungu ameninong'oneza. Nimewasikia mkinong'onezana hapa. Unajua kuna wakati Yesu alikuwa anasema kitu fulani, halafu akajua, anasema nimejua mioyoni mwenu kwamba mnasema hivi. Yaani hawajasema, asema nimeshajua mioyoni mwenu mnachosema. Yaani wewe ukiwa huna kutimiza maagizo ya Yesu, yaani unakuwa wewe si mtu wa furaha kwenye ibada. Na hiyo furaha, hiyo kupata furaha itakusababisha uende kwa Mungu mwingine. Mimi nakutangazia, mimi najua nimetembea na Mungu. Yaani ukikosa furaha kwenye ibada lazima utatafuta Mungu mwingine. Na huyo mwingine ni huyo atakwambia amani amani, baraka baraka, njoo uchukue mafuta ubarikiwe. Na huko ndio umekwenda kuzama. Yaani utafika wakati shetani atakuwa, wala sio Mungu, sio Mungu. Msije kaniambia ni Mungu, sio Mungu. Shetani atakwambia si uondoke pale. Anasema hivi umelaniwa. Nenda huko pasipo na laana uone. Zitayo tuko pamoja. Anasema nimekuwekea laana na baraka, chagua. Sasa baraka unaiacha unakwenda kwenye laana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana tukisema Bwana tu mabwana wako wengi. Lazima tumalize na Bwana Yesu asifiwe. Amen, maana yake na iwe hivyo. Hili ndio neno. Acha upumbavu wa dunia sasa imefikia ukingoni. Pokea. Upokee nini upumbavu wa shauri ya makuku? Anza pokea. Ukisho kuta upige huko vile vile. Unaambiwa tena napokea. Kesho kutwa mpaka mwingine anakufa napokea. Hakuna lolote. Fuata neno, kanuni ya neno inasemaje? Kanuni ya neno ndio baraka kwako. Kanuni ya kulitii neno ndio mafanikio kwako. Si Biblia inasema yenyewe, mkitii mtakula nini? Bima ya nchi, sio pokea nini? Halafu na mtu hapa eti anakwenda kujipokea. Hata shetani mwenyewe atakushangaa. Jinsi Mungu anavyokuletea ufunuo wa neno. Yaani hata Mungu mwenyewe atakushangaa. Shetani mwenyewe atakushangaa, sio Mungu. Hivi kweli wewe umechagua laana badala ya baraka? Umechagua mauti badala ya uzima? Kwani ili ujue kwamba Mungu alifika wakati akajua nina watu wasio na akili. Hivi wewe ujiulize kwa nini anasema nimekuwekea laana na baraka, chagua. Hivi kweli Mungu anajua kuna licha kama chagua. Nisije nikasema nimelilazimisha. Alafu Mungu akisema unasema nini najua. Unajua nini? Mimi naelewa, unaelewa nini? Kakombe akasema yani kuna utele wa kwa Mungu, lakini kwa sababu tunaona shida kusema kweli ya Mungu, kwamba eti watu wataacha kuja. Asema nicha kuja mimi kwangu. Mimi niliwafukuza. Tunaacha kuhubiri mafanikio ya kimungu. Tunahubiri upepo, pokea. Alafu mnapiga makofi vigelegele na kuwekewa hela mfukoni. Mbona mniletee hata buku hapa? Hili ndio neno. Neno linaloponya. Bwana asifiwe. Sio uje kwenye ibada unakaa mpaka unamaliza kwa hasara. Lazima uende ukalitafakari hili neno kweli, kwamba mimi kweli nina Bwana. Bwana ndiye anayemiliki maisha yangu.
au kuna kingine kinachomiliki? Sema amen. Amen. Unafikiri kutoa hela kama kweli Yesu hajakubeba ukaenda naye pale msalabani, unafikiri kutoa ni rahisi? Kupokea kuna pokea, pokea. Na wewe sasa pokea. Nikatangaza hapa, leteni hata buku nini 20. Nasema hatuna. Ngoja jambazi yaingia wapige search hapa. Haya jambazi yeye hana muda wa kuendeleza. Piga. Juzi nani mapamba wakawa anahubiri. Hapo ng'ambo hapo. Anahubiri utoaji fungu la 10. Nikasema kweli huu. Mimi nakwambia sitahubiri fungu la 10. Mimi nitakufundisha kanuni ya Mungu inataka nini. Wewe mwenyewe uamue. Lakini kumbeza wewe ni fungu la 10. Akasema hivi, asema tena namleta hapa mbele. Kumbe huyu jamaa yupo. Asema alisitisha kutoa fungu la 10. Siku hiyo akawa anapanda kilima cha hapo Magereza saa 4 za usiku. Asema sitapakia gari. Kumbe ana hela lakini hapo Mungu hatoi, na hata yeye mwenyewe anajua kuna hela zingine ni mtumwa. Alafu anatembea na miguu. Anapandisha hapo kwenye kilima, anakuta jamaa ina njaa iko miwili si mitatu inakuja nyuma huyu yuko huko. Anasema labda wao tuko pamoja. Alisikia kapu. Ni wakati anatoka Kariakoo kuchukua vitu vyake na nini na pesa zimebaki phone. Pigwa roba na simu 2. Asema mimi mwenyewe nilikuwa kibonge. Tulipambana nao kweli. Nikaona nimeshakatwa panga la hapa. Nikasema nikamwambia sasa msiniue. Mfuko huu una hela hizi, huu una simu hizi, chukue. Akaitwa njoo hapa mbele. Shuhudia mwenyewe. Akapewa maiki kwenye kanisa kama hili. Shuhudia. Akasema kweli nilipositisha kutoa fungu la 10. Fungu la 10 ni ulinzi. Ulinzi kwenye magonjwa, ulinzi kwenye uwezi, ulinzi kwa kila na akili pia inalindwa. Akasema kweli nilipositisha tu kutoa fungu la 10. Pigwa roba. Akasema ni kweli nilikuwa mwaminifu kutoa fungu la 10, lakini shetani alimdanganyaje kwamba nisitoe, nikasitisha. Na siku hizo zikasachiwa na jambazi zote lete. Toa. Na makofi unapigwa na panga unapigwa. Mungu hapigi panga wala kofi. Hebu mpe Yesu makofi. Tutaendelea, nimalizie. Kuna mahali nilikuwa nataka kidogo, maana ujumbe inawezekana ukaendelea. Usikae siku ya Jumaa. Usikae siku hiyo ambayo ninayohitaji. Usikae kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo nataka uvielewe vizuri mno. Hebu nisomee hapo, sitahubiri, uende na hilo. Luka 6 mstari wa 46. Luka 6 mstari wa 46. Maandiko yanasema, kwa nini mnaniita Bwana? Bwana. Soma vizuri. Kuna mshiriki, yani kuna msisitizo pale. Kwa nini mnaniita Bwana Bwana? Walakini hamyatendi nisemayo. Yes. Tukiimba Bwana Bwana Bwana, mnaniita Bwana, lakini kwa nini hamtendi ni waagizayo? Bwana Bwana Bwana, kwenye kuimba Bwana Bwana, unamwimbia nani sasa? Unamhubiri nani sasa? Unafundisha habari za nani sasa? Maana yeye alikuwa mtii, anasema nao hata mauti ya msalaba, na alipoonekana ni mnyenyekevu, Mungu akampa jina lipitalo majina yote. Lakini Mungu unamwita Bwana 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 Bwana. Bwana nani? Bwana nani? Bwana nani? Ndivyo Biblia yako inavyosema hivyo. Joshua, ninasema kwa nini mnaniita mimi Bwana Bwana, lakini hamyatendi yale nifanyaje? Nisemayo. Simama hapo.